Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wangu, kuna jambo ambalo nimeona tulitazame kwa pamoja, na mimi nimelipa jina kimondo kikubwa kuipiga dunia, Aprili 29, 2029. Si mimi nimeandika, ni jambo ambalo tutakwenda kuliona limekuwaje. Sasa kwa nini nimeamua kuzungumzia jambo hili la kuhusu kimondo hiki kikubwa? Ni kwa sababu ya mambo mawili. Jambo la kwanza ni kwamba wanasayansi, kitengo cha mambo ya utafiti cha Marekani, NASA, wao pia wamelisemea hili jambo kuhusu kimondo hiki, lakini pia kiunabii. Kuna daktari mmoja anaitwa Tom Horn, pia ni Marekani, ni mwandishi pia na ni mtafiti wa mambo ya kale, lakini pia mchungaji Brandon naye amezungumzia. Nianze kwa upande wa NASA. Wao katika tafiti zao za anga za mbali wameeleza kuonekana kwa kimondo hiki ambacho wamekipa jina la Apophis. Wanakadiria kuwa kina ukubwa upana wa mita kama 336, yani ni sawa na viwanja vitatu vya mpira wa miguu. Kwa mujibu wa ripoti kabla ya kubadilishwa, ambao wameibadilisha hivi karibuni, walisema kimondo hicho kitaipiga dunia Aprili mwaka 2029. Lakini hivi karibuni wamebadili tena na kusema kuwa wameona kimondo hicho hakitaipiga moja kwa moja dunia, bali kitapita karibu sana na dunia. Kwa upande wa Dr. Tom Horn, mwandishi na mchunguzi wa mambo haya ya kale, yeye ameandika kitabu mwaka 2019 kiitwacho Wormwood Prophecy. Humo Dr. Tom ameeleza juu ya tukio hilo. Kuna wakati fulani Dr. Horn alihojiwa na kipindi maarufu Marekani cha It's Supernatural kinachoendeshwa na Mwisraeli huyo anaitwa Sid Roth. Hapa Dr. Tom anasimulia ndoto aliyoiona juu ya kimondo kikubwa ambacho kilipiga dunia, na madhara yake yalikuwa makubwa, ikiwemo maji ya bahari kufunika baadhi ya mji. Na kwa sababu hiyo Dr. Tom akaandika kitabu kuhusisha tukio hilo na tukio la Ufunuo, kitabu cha Ufunuo, ile sura ya 8 mstari wa 10 mpaka 11, ambapo ni baragumu ya tatu inapigwa na nyota kubwa inayowaka inaanguka juu ya theluthi ya mito na chemchem za maji, na nyota hiyo iliitwa Pakanga. Theluthi ya wanadamu wakafa kwa sababu ya uchungu wa maji yale. Kisha upande wa Pastor Brandon, naye katika YouTube channel yake ya Last Days anaeleza juu ya maono aliyoyaona kuhusu kimondo kikubwa kitakachoipiga dunia, na anaeleza madhara yake yaliyoitikisa dunia, hasa miji mingi ya Amerika ilifunikwa na maji, kwani ndiko kilionekana kimondo hicho kitatua au kitadondokea katika bahari. Miji ya karibu kama California iliathirika kwa kiasi kikubwa. Kwa nini mimi nimesukumwa tena kulileta tukio hili kwako ambalo linaonekana ni kama tayari limeshasimuliwa? Sababu ya kwanza, ninaamini juu ya uwepo wa tukio hili, lakini sababu ya pili ni wote watatu, NASA, Dr. Tom, Pastor Brandon, nao wanakubaliana juu ya uwepo wa tukio hili. Lakini jambo la tatu ni siri iliyoko katika jina la kimondo hiki, Apophis. Na jambo la 4 ni ile Mithali 27 mstari wa 12, inasema mwenye busara huyaona mambo na kujificha, bali wabaya huendelea mbele wakaumia. Na 5, nakubaliana kuwa kimondo hiki kitaipiga dunia sawasawa na maono ya Dr. Tom na Pastor Brandon. Wakati huo sikubaliana na mabadiliko ya taarifa za NASA kwamba kimondo hiki kitapita karibu na dunia na hakitakuwa na madhara. Na mwisho, natofautiana na Dr. Tom Horn kuhusisha tukio hili moja kwa moja na baragumu ya tatu katika Ufunuo sura ya 8 mstari wa 10 mpaka 11. Nasimama na andiko la Mithali 27 mstari wa 12 kuwa sharti mwenye busara kupata au kutafuta ukweli wa tukio kabla ya kutokea. Na Yesu anaeleza wazi kazi za Roho Mtakatifu kwa muamini ni kumfundisha kwa habari ya dhambi, haki na hukumu, na kumpasha habari ya mambo yajayo muamini. Kwa sababu jambo hili ni kwa wale wanaoitafuta hekima, na wakiipata kisha huko wameikuta busara. Angalia,
ni apophysis, kwa maana nyingine anahusishwa na mungu wa machafuko au god of chaos. Lakini ukumbuke misheni ya mwezini iliyoitwa jina Apollo, na Apollo au Apollonioni ambao Biblia inamtaja kama malaika mkuu wa kuzimu, ni sayansi mbali na imani, lakini na uchawi. Sikiliza, kinabii tuko katika muhuri ya 3 na muhuri ya 4 haiko mbali kufunguliwa. Kwa sababu hiyo kanisa la kweli limepewa muda wa kujiandaa kabla ya mwaka 2030, kwani kuanzia huko ni kama giza lenyewe litakuwa ndio mwanga. Je, umejiandaaje kupita katika tanuru la moto? Je, uko tayari kuwa mwaminifu hata kufa ili upewe taji ya uzima wa milele? Nikuache na kukuomba upeleke ujumbe huu mbali zaidi, ikibidi wote tumwamini na kumkiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wetu. Mungu akubariki. Amen.